من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وأنزل عليه الكتاب فيه تبيان لكل شيء، وفضله وكمله على سائر المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في العلا، فقد فاز المتقون. يقول الله جل في العلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla fil ula na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiyul umma, nichukue nafasi hii kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu wote Waislamu katika swala zima la kumcha Allah jalla fil ula, kwani takriban aya 3 nilizozisoma zote Mwenyezi Mungu anatuhimiza kumcha yeye jalla fil ula na tuachane na utahut. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tupo katika mwezi ambao kila mmoja anautambua ni mwezi gani, ni mwezi wa Ramadhan, na walillahi alhamdu, tukiwa tupo au tumeingia au tumefikishwa katika Ijumaa, takriban ni Ijumaa ya pili katika mwezi huu wa Ramadhan, ni jambo la kumshukuru Allah jalla fil ula, kwani wapo waliokuwa wengi walitamani wafike mwezi wa Ramadhani lakini hawakufika, lakini wapo wengine walifika, walitamani angalau wafike Ijumaa 2 katika mwezi wa Ramadhani lakini hawakufanikiwa hilo. Mimi na wewe mpaka hivi leo tunapumua, tumeidiriki Ijumaa ya pili katika mwezi huu wa Ramadhani, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, huu mwezi wa Ramadhani kuna unwani nyingi ambazo zipo na tulingeelezea, lakini kwa utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani nikaona hapana, bado tubaki hapa hapa kuuelezea huu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi ambao wenye fadhila nyingi, wenye thawabu nyingi, lakini kwa yule ambaye aliyoutambua ni mwezi gani na akaufanyia kazi.
Walillahi alhamdu, ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ndiyo yapatikaniwa funga ya mwezi mzima, na sisi sote kwa imani yangu nilivyonambia kwamba tumefunga. Maana yake nini? Kwamba sisi ni waumini, tumetoka katika ile daraja ya Uislamu, tumeingia katika daraja ya uumini. Kanisio wote Waislamu basi wanakuwa ni waumini? Hapana, bali hauwezi kuwa muumini bila kuwa Muislamu. Sasa sisi tumeshaivuka ile daraja ya Uislamu, tumeingia katika daraja ya uumini kwa pale tu ulipoandama mwezi wa Ramadhani tukafunga. Na hili Mwenyezi Mungu analithibitisha ndani ya Qur'ani kwa kusema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Kawataja wale ambao walioamini. Kutiba alaikumus siyamu, mmefaradhishiwa kufunga. Maana yake ukifunga tayari umeshaingia katika daraja ya uumini. Walillahi alhamdu, sisi ni waumini. Lakini Allah akaendelea kusema kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu. Umma uliopita kabla umma huu wa Muhammad vile vile nao walifaradhishiwa funga. Lakini angalia Mwenyezi Mungu akamalizia hivi, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Kumbe ukifunga unakuwa ni muumini, lakini lengo la kufunga uingie katika daraja ya ucha Mungu. Kwa hiyo kumbe kuna waumini na kuna wacha Mungu. Sasa ndugu zangu Waislamu, hii daraja ya ucha Mungu ni daraja kubwa mno, ambayo kwamba unaweza ukafunga lakini usifikie daraja ya ucha Mungu iwapo tu ile funga yako ikakosa vigezo na masharti. Amana hata watu wa mitandao wanakuambia vigezo na masharti kuzingatiwa. Hii funga hii limradi uingie katika daraja ya ucha Mungu, la'allakum tattaqun, basi lazima ile funga yako iwe na vigezo na masharti yaliyokamilika. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie sote tuliofunga tukamilishe hivyo vigezo na masharti, tukitoka ndani ya mwezi huu wa Ramadhani tuondoke na vazi hili la ucha Mungu. Ndugu zangu Waislamu, huu mwezi wa Ramadhani ukiangalia Waislamu wengi bado hatujautambua vizuri ni mwezi wa aina gani. Ndugu yangu, huu ni mwezi ambao ukikupita bila ya kusamehewa dhambi zako umepata hasara, na hili limethibiti kwa Mtume. Kuna mambo matatu yakimpita mtu na hakusamehewa dhambi zake, basi mtu huyo amepata hasara. Moja hayo matatu, mtu ambaye imemkuta Ramadhani mpaka ikapita Ramadhani hajafutiwa madhambi yake. Bil asafi shadidi, kwa masikitiko makubwa, katika huu mwezi wa Ramadhani bila ya kufuta madhambi yetu, bali bado tunaongeza madhambi. Huu ni mtihani ndugu zangu Waislamu. Huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufutiwa dhambi, lakini hauwezi ukafutiwa dhambi bila kujipinda na ibada, ikiwepo ibada hii ya saumu na ibada ambazo hususia katika mwezi huu wa Ramadhani. Naam, zipo ibada ndugu yangu Muislamu, ukiondoka mwezi huu wa Ramadhani ibada hiyo huwezi ukaipata tena. Kwa mfano ibada ya tarawih, qiyamul layli, kila siku kipo kisimamo cha usiku, kila siku kipo. Kuna witri, kuna tahajudi, kuna suna mbalimbali za swala za usiku. Lakini tarawih, neno tarawih hauwezi ukaipata sunna hii isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Ukisha mwezi wa Ramadhani tarawih imeisha, itabaki qiyamul layl vinginevyo. Lakini wallahi kwa masikitiko makubwa,
hii sunna ya tarawihi watu tunaikimbia. Yaani mimi nasema kwamba haiwezekani msikiti mkubwa kama huu ukija katika swala ya tarawihi unakuta safu hizi mbili tu, na sio kwamba eti watu hawapo, la. Mtu akishapiga ile mafutari yake basi anakaa kijiweni au anakaa katika TV anaangalia upuuzi, anaacha sunna adhimu ambayo haipatikani isipokuwa kwa mwaka mara hii moja. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, niwakumbushe pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, usije ukaipuuza na kuidharau sunna ya tarawih. La yahqirannahu illa almajusa, hawezi mtu akaipuuza sunna tarawih isipokuwa tayari ameshajinasibisha na umajusi. Wapo ambao kwamba wanajiita Waislamu lakini tarawih hawaikubali. Hiyo ni mada nyinginewe, naachana nayo. Lakini ndugu zangu Waislamu, tutambue kwamba mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'an, kitabu cha Waislamu wote, ndio kimeteremka. Maana yake nini? Maana yake kwamba utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani umepatikaniwa, miongoni mwa asbabu ni ile Qur'ani kuteremka katika mwezi huu. Basi tujibidiishe katika kuisoma Qur'ani mchana na usiku. Lakini kwa masikitiko, niseme kwa masikitiko, wapo watu wanapitisha mchana na usiku hata zile aya 5 za Qur'ani kuzisoma, hapati muda huo, hatengi. Lakini muda wa kufanya lakau anao. Yaani mtu utamkuta amekaa katika kibanda umiza au katika kijiwe chochote masaa 3 anapiga stori za qila wa qala, yani hazina maana yoyote, masaa 3. Mwingine anamaliza mpaka masaa 5 hana la maana lolote analofanya, anashindwa kutenga hata nusu saa tu akaisoma Qur'ani. Sina imani kwamba eti Muislamu ushindwe kuisoma Qur'ani. Utashindwa kumaliza msahafu mzima, lakini hivi hata juzu moja huna, kwa kuangalia hata juzu moja ushindwe kusoma. Irudie hiyo, kwa sababu malipo yake ni makubwa mno, hususa ukiisoma Qur'ani ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kuna mengi yaliyokuwa bora katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini tusije tukaisahau Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan, alaya, kwamba Qur'an imeteremka katika mwezi huu wa Ramadhani. Lakini kuna sura maalumu inaitwa suratul Qadri. Mwenyezi Mungu anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Lailatul Qadr ni habari nzito. Katika huu mwezi wa Ramadhani kuna usiku huu mmoja. Huo usiku huo bwana, Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba ni usiku wenye cheo, kisha akafanya kama kutuuliza, sio kwamba hajui, ili kutufungua kwamba huo usiku sio wa kufanyia maskhara. Akauliza, wama adraka ma lailatul qadr, ni kipi kitakachokujulisha ni upi huo usiku wenye cheo? Sio kama Mwenyezi Mungu hajui, anakuuliza wewe, bali anakufahamisha kwamba huo usiku sio usiku wa kuchezea. Lailatul qadr khairun min alfi shahr, yani usiku mmoja ndugu yangu Muislamu ni bora kuliko alfi shahr. Hivi ni miaka mingapi hiyo? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakubainisha wazi ni usiku fulani, bali kilichopo kwamba huo usiku unapatikaniwa katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani, na Lailatul Qadri ipo ndani, na Qur'ani imeteremka katika usiku wa Lailatul Qadr,
maana yake kwamba Lailatul Qadr ipo katika mwezi wa Ramadhani, usiku wa mwezi wa Ramadhani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza katika kuitafuta Lailatul Qadr, akatuambia kwamba tuitafute Lailatul Qadri katika witri ya 10 la mwisho, siku na 10 la kwanza. Leo tupo katika mwezi gapi? Mwezi 9 kwa mwezi 10 wenginewe. Tunalifunika 10 la kwanza hilo, tunaingia 10 la pili mpaka 20. Lile 10 la mwisho lile, pale ndipo Mtume katuhimiza kwamba tuitafute Lailatul Qadr, hususan katika zile witri. Witri kwa maana mwezi 21, mwezi 23, mwezi 25, mwezi 27 na mwezi 29. Ama na Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaida yake alikuwa kila unapofika mwezi 20 basi anaachana hata ile kulala. Mtume anaacha kabisa swala la kulala usiku, bali anahama katika majumba yake au katika nyumba yake, anakaa itikafu msikitini kwa lengo la kuitafuta nini? Lailatul Qadr. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini mimi na wewe tusitafute Lailatul Qadr? Sasa Ramadhani nyingi zimetupita, inawezekaniwa haujaidiriki Lailatul Qadr, hujaipata. Sio kwamba haijakuwepo Lailatul Qadr kila mwaka katika mwezi wa Ramadhani, ipo, ila sasa kuna kuipata. Kuipata maana yake nini? Kukukuta hiyo Lailatul Qadr upo katika ibada na kuhoisha usiku mzima kwa ajili ya ibada, wewe ndio utahesabika umeipata hasa Lailatul Qadr. Lakini unaonaje Lailatul Qadr ikakukuta katika banda la mpira, unaangalia mpira? Ni hasara iliyokuwa ya juu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, niwakumbushe kuipata Lailatul Qadr, basi lazima tufanye maandalizi mapema. Ikiwezekaniwa nenda kaka itikafu msikiti wowote utakaojaliwa, kaa itikafu. Sio lazima itikafu ukae mchana mpaka usiku. Unaweza usiku ukafanya shughuli zako, lakini mchana ukafanya shughuli zako. Utakapoingia usiku tu ukaenda msikitini ukakesha huko kama wanavyofanya baadhi ya misikiti mingine, mashaallah. Na hili tunaliomba katika msikiti wetu liwepo inshallah, watu waitafute Lailatul Qadr. Ndugu zangu Waislamu, ya kuzungumza ni mengi kuhusiana na mwezi huu wa Ramadhani, lakini tuyachukue haya machache na tuyafanyie kazi, kwamba lazima tujipinde katika ibadati mbalimbali. Lakini nikaizungumzia ibada ya tarawih hasa, hili lichukue. Kama zishatokea siku 3-4 haujaswali tarawih, ndugu yangu Muislamu, umepata hasara. Tia nia kuanzia leo usiache hata tarawih moja, kwa sababu tarawih ni qiyamul layli. Akhiri basi umekosa tarawih ya jamaa, ukaswali piki yako nyumbani, lakini ukimaliza kula ukazunguka ukafanya majambo yako, ukienda ndani kwako umelala unasubiri dako tu, ndugu yangu, hiyo ni hasara. Bora hata uje msikitini swali tarawih mpaka, angalia, tukianza saa 2:30 mpaka saa 3:30, saa 4 imeisha, ushapata qiyamul layli cha kutosha. Lakini tenginewe hii tabia ya kusema kwamba visomo visirefushwe, sijui twende haraka, ndugu yangu Muislamu, tarawih ni qiyamul layli, na qiyamul layli ni kisimamo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama qiyamul layli mpaka akivimba miguu na kuchanika. Sasa wewe unataka uje tarawih imamu asome kibarabara limradi umeswali tarawih dakika 15-20 huyo.
Imamu akirefusha kidogo tu akaipamba Qur'ani kwa sauti, tayari unaanza kuchukia moyoni mwako. Huo ni mtihani na hiyo ni shida. Qur'ani takiwa isikilizwe na ipasue nyoyo zetu na masikio yetu, iingie kabisa. Hili nalisema kwa sababu nishasikia wapo baadhi ya waumini eti wanalalamika, imamu fulani akiswalisha bwana anatuchelewesha kweli. Kutuchelewesha yenyewe dakika lisali moja ndio mtu kacheleweshwa. Anakaa katika mpira masaa 2 mpaka 3, lakini kwenye kuswali hapa anasimama kwenye daradara hata masaa 3 4. Yupo Kariakoo anakuja zake Mbagala, siku nyingine ukikumbana na foleni unaweza ukasema hata masaa 2 umesimama, tena umebanwa hivi. Lakini kwenye swala, ndugu yangu Muislamu, hii tabia si tabia ya kiumini na si tabia nzuri. Qiyamul layli ni kisimamo, watu wasimame. Simama mpaka ujisikie kwamba hapa nimesimama. Miguu tusifikie daraja ya miguu kuvimba, lakini angalau ile kwamba ujione kwamba hapa nimefanyaje, nimesimama. Ukirukuu na usikia mguu kwamba hapa nimetoa kwenye kisimamo, ipatikaniwe hivyo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum lima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilayhi fa ya najatat taibin. Ud'u Allaha antum muqinuna bil ijaba. Lillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi jalla fil ula faqad faza al-muttaqun. Ndugu zangu Waislamu, nitamalizia na hadithi mbili ambazo kwamba yafaa kila mmoja azifanyie kazi, haswa kwa sababu kuna ujumbe mzito Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa. Hadithi ya kwanza, yaqulu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema, la tazalu qadama abdi yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'in, hazitoacha kuwa nyayo mbili za mja siku ya Kiyama kubaki pale pale zilipobaki mpaka aulize mtu huyu mambo 4. Yani mimi na wewe siku ya Kiyama, katika kile kisimamo kile cha Kiyama, hautotoka pale kwenda utakapoenda mpaka uje kuulizwa mambo haya 4. Ndugu yangu Muislamu, sikiliza vizuri, ni mambo gani? Mtume anasema, jambo la kwanza, an umrihi fima afna. Kwanza kila mmoja ataulizwa umri wake, ameumaliza vipi. Sijatoka nje ya mada Maana yake, huu mwezi wa Ramadhani ukafanya mchezo, umri ndo unaenda huo. Kwani mpaka leo hii umeshafikwa na Ramadhani ngapi na zishakupita? Wewe unafikiri Ramadhani hii ndo Ramadhani iliyopita? Sisi zinaenda na umri unaondoka. Sasa utakapofanyia maskhara umri wako, Ramadhani zinapita tu, wewe ujibidiishi katika ibada. Na kwa nini nasema hivi Ramadhani ujibidiishi katika ibada? Kwa sababu Mtume mwenyewe unapoingia mwezi wa Ramadhani basi huwa anazidisha ibada. Ni hadithi ambazo zilizokuwa mutawati zinazoonyesha kwamba Mtume unapoingia mwezi wa Ramadhani anazidisha ibada, hafanyi maskhara. Lakini vile vile ilipofika 10 la mwisho ndo anazidisha kabisa. Hii ndo maana yangu ya kusema Ramadhani. Jambo la kwanza, ndugu zangu, tutambue tutakuja kuulizwa siku ya Kiyama umri wetu tumeumaliza vipi. Ulikuwa ukifanya laghau zako tu mpaka kaburi ngeni, au ulikuwa ukifanya khairati? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Mtume anasema, wa an ilmihi madha amila bihi, na ilmu yake ameifanyia kazi vipi.
haina maana eti wale wanachuoni, si leo hii hapa ushasikia hapa nimesema kwamba tarawehe kumbe ni qiyamul layli, si ndio? Umeshajua hapo, na nikasema hivi, acha uvivu, njoo uswali tarawehe. Hiyo ni ilmu tayari ushakuwa nayo. Sasa ukapuuza ukaona bana ina swali tu, mimi nikasimama ile sali zima tu, utakuja kuulizwa siku ya kiyama, wewe bwana, si nilikufikia taarifa hii ya tarawehe, mbona ulikuwa mzito? Hili jambo la pili. Lakini jambo la tatu, wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Jambo la tatu, utambue kwamba tutambue tutakuja kuulizwa kuhusiana na mali uliyokuwa nayo yote, hata kama ndogo, hiyo siku ya kiyama nyayo zako hazitotoka zilipokuwepo katika kisimamo mpaka uje kuulizwa mali yako uliichuma vipi. Lakini si uliichuma vipi tu, na uliitumia vipi. Sasa kama uliiba na ulizulumu na ulifanya balabala zako, kisha katika matumizi we ni starehe tu, ndugu yangu Muislamu, umepata hasara. Kwa hiyo tuwe makini zaidi katika uchumaji wa mali zetu, tunachuma vipi. Lakini ukishaichuma, kuwa makini katika utumiaji, mali yako unaitumia vipi. Hili jambo la tatu. Jambo la nne, Mtume akasema wa an jismihi, na vile vile kila mmoja atakuja kuulizwa mwili wake. Mwili huu uliokuwa nao utakuja kuulizwa fima abla, umeuchakaza vipi? Ni mapombe tu na starehe za wanawake, au ulikuwepo katika kisimamo cha usiku qiyamul layli? Kuna watu wamesimama qiyamul layli mpaka wameumia, mpaka tuseme miguu haina nguvu kwa sababu ya qiyamul layli. Lakini vile vile wapo watu wamepata vilema kwa sababu ya mabalaa. Mwili wako utakuja kuulizwa siku ya kiyama, uliumaliza vipi? Kwa kumalizia, hadithi nyinginewe, nimesema hadithi mbili tu. Kwa hiyo haya mambo manne tuyashike vizuri mno. Jambo la kwanza nimesema lazima umri wako utakuja kuulizwa, umeutumia vipi. Lakini vile vile elimu yako. Jambo la tatu, mali yako. Jambo la nne, mwili wako. Kwa kumalizia, Mtume anasema ikhtanim khamsan qabla khamsin, yapatie faida mambo matano kabla hayajakufika mambo matano. Kuna mambo matano hayo bwana, yapatie faida hayo kabla hayajakufika mambo matano. Jambo la kwanza, hayataka qabla mautika, upatie faida uhai wako. Hivi leo wakati unapumua ndo uhai unaenda, upatie faida kwa kufanya khairati, kwa kuswali tarawehe. Nitangangania sana katika tarawehe kwa sababu ni aibu. Kwa vile mchana nimeshafunga, nishafanya ibada, nishakula zangu iftari, basi mimi tarawehe waswali tu tena. Ndugu yangu, unamaliza ovyo umri wako. Lakini jambo la pili, Mtume akasema ambao lipatie faida kabla halijakufika jambo fulani, wasihataka kabla sakamika, upatie faida, ipatie faida afya yako kabla ya maradhi. Leo hii miguu ipo vizuri, unaweza kusimama, simama kweli qiyamul layli. Itafikia wakati miguu imeshachoka, umeshazeeka, hautoweza qiyamul layli. Sasa upatie faida, ipatie faida hii afya yako uliyokuwa nayo sasa hivi kwa kufanya khairati mbalimbali kabla hajakufika maradhi. Lakini Mtume akaendelea kusema wa faraghaka kabla shughlika, vile vile upatie faida muda wako wa faragha kabla ya kushughulika kwako. Yani pale ulipopata muda ndo hapo huo muda upatie faida. Utafika wakati unatamani kweli kufanya jambo fulani la kheri, kuswali tarawehe, lakini ule muda wenyewe hauna. Sasa hivi muda unauacha tu, unapita. Ndugu yangu Muislamu, ni khusran, hiyo ni hasara. Lakini Mtume akaendelea kusema washababika kabla haramika, vile vile upatie faida ujana wako kabla ya
uzee wako. Hivi sasa hivi una nguvu zako, ni kijana, basi upatie faida huu ujana wako katika mambo yote ya kheri, upatie faida, kwani umri haugandi hapo hapo. Ulikuwa na mwaka mmoja tu, kuanzia siku, miezi mpaka mwaka. Leo hii una miaka hiyo. Unamwona bwana fulani ashazeeka, unamcheka muda mwinginewe. Hivi unajijua wewe unaendea wapi? Na wewe si ndio huko? Kwa hiyo upatie faida ujana wako kabla ya uzee wako. Wa ghinaka qabla fakarika, lakini vile vile upatie faida ule utajiri wako aliokupa Mwenyezi Mungu kabla ya ufakiri wako. Kuna watu mashallah Allah kawajalia Waislamu, huu ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa khairat. Utakapotoa sadaka, ndugu yangu, sababu zake zinakuwa ni nyingi mno. Inasikitisha kuona kwamba unamjua fulani, afadhali usijue, unamjua kabisa fulani, yule bwana futari yake yule ni shida, na we Allah akakujalia, lakini wala hujali, aheri usijue. Lakini ukijua, ndugu yangu Muislamu, unajua fulani futari yake ni shida, na we Allah akakujalia utajiri, lakini hukujali kabisa, ndugu yangu Muislamu, mali yako itakuponza, utaenda kuulizwa siku ya Kiyama, na mwisho wake utakuwa ni mbaya. Nisiongee mengi, haya niliyosema tuyafanyie kazi, ndugu zangu Waislamu, kwani hakuna pepo ya msemaji wala ya msikilizaji, kwamba eti mimi nilosema ndio tayari ni shenge ya peponi kwa ule kusema kwangu, au wao nisikiliza ndio shenge ya peponi kwa kusikiliza kwako. Hakuna pepo hiyo. Kuna pepo ya mfanyaji kazi. Kile ulichokisema kile umekifanyia kazi mwenyewe, kile kilichosemwa wewe ulichokisikia umekifanyia kazi. Na muomba Mwenyezi Mungu atujalie sote, mimi msemaji na nyinyi wasikilizaji, muyafanyie kazi haya niliyosema. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا